Uh, njoni niwaambieni kitu kimoja ndugu zanguni. Uh, inapofikia ishu ya mwanaume kutaka kuoa au mwanamke kutaka kuolewa au watu hao wawili kutaka kuoana, ishu ya familia ya mwanamke kupanga kiasi cha mahari zidi ya mwanaume sio kiroho. Najua kuna watu hapa hata nielewa. Hicho ndio kitu ambacho mimi nasikia ndani yangu. Na ni muda mrefu sana. Yaani ishu ya familia upande wa mwanamke kupanga kiasi cha mali zidi ya mwanaume, tunataka milioni 5. Tunataka milioni 20. Si mapenzi ya Mungu iwe hivyo. Na niwaambie kitu kimoja ambacho labda hamkijui. Kwa sababu tu ya uwepo wa hii principle, kuna watu ambao wataenda jehanamu. Ni kweli kwa jinsi ya kibinadamu na kwa jinsi ya tamaduni na utaratibu tuliojitengenezea, inaonekana kitu cha kawaida na ni jambo la kawaida. Na tunafikiri hiyo ndio njia sahihi. Na kibaya zaidi imefikia hatua sasa ambayo ndio muelewe kiasi gani kwamba hili jambo sio kiroho na si mpango wa Mungu. Imefikia hatua ambayo sasa kuna baadhi ya familia wanafikiri wanapoozesha binti yao ndo mahali pekee pa kujinufaisha na kujipatia vitu fulani ambavyo inawezekana wao wanafikiri wasingeweza kuvipata. Ndio niwaambie kitu kimoja, mpango wa Mungu hivi. Inapofikia ishu ya mwanamume na mwanamke kutaka kuoana, hiki ndio kitu ambacho mimi nasikia ndani yao muda mrefu sana. Familia upande wa binti na familia upande wa mwanaume zipatiwe taarifa Habili na wahusika. Baada ya kupatiwa taarifa, jambo la msingi ambalo Mungu analiangalia na ndilo naloliona ni bora ni uwezo wa familia ya kijana kuwa na uwezo wa kuhusika kwa familia ya binti kwa kadiri ya uwezo walionao, na sio kupangiwa mahali kama jinsi ambavyo tunafanya. Tuletewe milioni 20. Tuletewe milioni 6. Hicho ndio kitu ambacho mimi nasikia ndani hapa. Yaani familia ya binti itoe nafasi upande wa familia ya kijana, na kwa bahati mbaya zaidi au bahati nzuri zaidi sijui iko upande gani, tupo katika kizazi ambacho vijana sasa wanajipigania wao wenyewe, sio tena wazazi. Kwa maana hiyo basi itoe option kwa kijana kutoa kiasi ambacho ana uwezo wa kutoa kwa kadiri ya uwezo wake, kwa roho yake, kwa moyo wa dhati, ili mwisho wa siku sasa hao watu wakaendelee kuishi maisha yaendelee kwa mapenzi ya Mungu. Imefikia tu ambayo kutoa mahali watu kimekuwa kama kitega uchumi, si mpango wa Mungu. Hiyo pesa na viasi ambavyo huwa vinatolewa ni kama sehemu ya shukurani. Asante kwa sababu umemlea huyu binti na tumemtambua. Si kama tunaelewana. Kwa moja kitu ambacho nimesikia nikizungumze leo ni kwamba si mapenzi ya Mungu. Hasa nizungumzie kwa Kristo. Si mapenzi ya Mungu kuiambia familia ya upande wa kijana tunataka milioni ngapi. Si mapenzi ya Mungu. Ninyi wenyewe mmekuwa ni mashahidi. Kuna baadhi ya vijana wanashindwa kufanya maamuzi ya kuingia kwenye process sahihi ya ndoa kutokana na michakato na uwepo wa process vya masuala ya mahari. Wanaamua kutumia njia za shortcut wakifikiri kwamba labda ndio njia sahihi ya yeye kuoa kwa haraka. Kuna baadhi ya vijana wanashindwa kuingia kwenye mchakato wa ndoa kwa sababu ya hivi vikwazo na vipengele vya masuala ya mahari na vichochoro, yaani mambo kibao. Mwisho wa siku ujanja zinakuwa nyingi. Ni kwa sababu ya uwepo wa vitu tunaishi tunajifanya kama vile hatuvioni.
lakini huo ndio uhalisia. Familia za binti, toweni uhuru na access na nafasi ya upande wa kijana kujaribu kufanya kwa kadiri ya nguvu na uwezo walionao, waone, wakaendelee kuishi, maisha endelee. Huo ndio mpango wa Mungu. Mungu abariki sana.